بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tukiwa leo siku ya mwezi 27 Ramadhani 1447, Ramadhani ipo ukingoni, tena inakwenda kwa spidi ya haraka. Wale ambao waliofunga mpaka sasa wamepata faida ya funga hiyo, na wale ambao hawakufunga na wana mpango wa kufunga watakuwa wamepata hasara ya mfungo huu wa Ramadhani. Leo nataka kuongea na wale ambao huwa wanafanya ibada mwezi wa Ramadhani tu. Nataka niwaombe waendelee kudumu na ibada hizo, wadumu katika ibada hizo za kwenda kumwabia Allah Subhanahu wa Ta'ala kama walivyokuwa wanafanya katika kipindi cha mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya vitabu vyake vitukufu kwenye Qur'ani kupitia pia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimesema za kitutaka sisi tuhakikishe kwamba tunafanya hivyo. Miongoni mwa hivyo ni ile aya iliyo ndani ya surati Al-Imran pale Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao waamini, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumcha na ala msife ila mkifa muwe Waislamu. Maana utakuta umri wako wote mwanadamu Muislamu natakiwa udumu uishi katika kumwabia na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kipindi chote chako cha umri wako. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maana utakuwa udumu ukiwa hivyo mpaka kifo chako kikute wewe ukiwa ni Muislamu wa kweli. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine akatutaka kusema, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kwenye surati Al-Hijr. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake anataka sisi tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiasi kwamba kifo kitukute tukiwa tumekufa katika Uislamu, yani katika ibada. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye ile aya ambayo tumetanguliza kusoma ya surati Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, naendelea kumwabia Mola wako mpaka yakini ikufikie. Hakuna yakini ambayo kila mwanadamu anakubali kwamba ipo isipokuwa ni umauti. Kwa maisha yako yote anatakiwa wewe uwe unamwabia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ilmu kama vile Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala amesema anafuatayo, inna Allah lam yaj'al lil amali, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaijalia amali na ibada yoyote ile kwa muumini ajalan, kwamba eti ina muda maalumu duna al-mauti, isipokuwa mauti. Nini maana maneno haya? Kwamba wewe ibada yako inatakiwa iwe endelevu, isiishie muda kwa hai ukaishia muda fulani tu, inatakiwa uendelee nayo mpaka umauti uko kote. Anasema Al-Hasan, endelee ibada yako ifanya isipokuwa kikute kifo. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani mwa Qur'ani kwenye ile kisa cha Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam, Allah mtukufu anasema, wa auswani bisalati wa zakati ma dumtu hayya, wa auswani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Na Allah mtukufu amenihusia mimi nini? Bisalati, kuswali, wa zakati, na zaka, ma dumtu hayya, muda kuwa mimi nipo hai. Kwa muda kuwa wewe una hai, uko hai na una afya njema, wewe unatakiwa utende mambo mema. Miongoni mwa matendo mema ni ibada ya swala, miongoni mwa matendo mema ni ibada ya zaka. Na hivi ndivyo wanadamu wanatakiwa aishi, kwa kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mambo yako yote hayaendi ila wewe kwa kumuelekea na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimekuja hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyo katika Sahih Muslim, hadithi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilisema kumwambia Mtume sasa, qultu ya Rasulullah, nilisema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kulli fi islami qawlan, naambia mimi katika Uislamu kauli ambayo la asalu ahadan, sitamuuliza yeyote ghairaka, usiyekuwa wewe. Bwana Mtume sasa akasema hivi, qul, sema
amantu billahi, nimemwamini Allah mtukufu, thumma istaqim, kuwa katika msimamo. Kuwa katika msimamo, kama ulikuwa umeishi katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani na maabudi Allah, basi na kwenye mwezi mwingine pia vile vile kaa katika mstari, kuwa na msimamo, usio mwenye kuyumba yumba. Hii hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wale wanasema kwamba maana al-istiqama luzumu ta'atillah, na maana istiqama ni muda kujilazimisha kuendelea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki cha masiku haya machache yaliyopita ya Ramadhani, kama alivyosema Allah tabaraka taala, ayyama maadudati, ni masiku machache na yamepita. Leo tuko 27, zimebaki siku chache kuingia katika mwezi wa mfungo mosi. Tunatakiwa tudumu na ibada zetu, tuendelee. Imekuja katika hadithi pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba ahabul a'mali ila Allah, amali inayopendeza mno mbele ya Allah tabaraka taala, adwamuha, ni ile yenye kudumu, wa inqalla, hata kama ilikuwa ni chache. Nitajifunza, yani kama ulikuwa na uradi wako unafanya katika kipindi mwezi wa Ramadhani, kwa kila siku unasoma juzu moja, au unaswali witri au qiyamul layli, basi kwenye miezi mingine endelea nayo, hata kama ilikuwa ndogo. Habul amali ila Allah, ibada inayopendeza mno mbele ya Allah taala, adwamuha, ni ile yenye kudumu, wa inqalla, hata kama ilikuwa chache. Kwa sijiko dharau ibada yako na ndogo. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, msidharau katika kutenda jema hata kiasi kwamba kikiwa kidogo. Pia imekuja hadithi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutuhimiza sisi kwenye ibada za sunna, ambao utakuja kuiona baada ya punde inshallah. Kwenye hadithi hii iliyopita ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habul amali ila Allah adwamu wa inqalla, kwamba amali inayopendeza sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambayo yenye kudumu hata kama ilikuwa chache. Imekuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, katika sahihi mbili hizo, katika hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi alisemaje, ya Abdullah, anja Mwenyezi Mungu, Abdullah, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa fulani, kwani huyo fulani kana yaqumu laila, alikuwa anasali, anasimama visimamo vya usiku, fatara qiyamul layli, akaacha kisimamo cha usiku. Kwa usiwe kama fulani ambaye alikuwa na kawaida ya kusimama visimamo vya usiku kisha akaacha. Nini tunajifunza kwenye hadithi hii? Tunachojifunza ya kwamba mwanadamu Muislamu, ibada za unazozifanya ziwe endelevu, usije ukaziacha. Kwa hiyo tumekula mwezi mzima wa Ramadhani, tumefanya qiyamul layli, tahajjudati, sadaqati, nini, tuendeleze nazo. Kwenye 27, 28 mpaka kuandama kwa mwezi kabla swala, kuna fardhi ya kutoa zakatul fitri. Basi toa zakatul fitri kama ulivyokuwa unatoa sadaka zingine. Angalia uwezo wako, toa zakatul fitri kwa kuwapa wale ambao wasiokuwa na uwezo. Fanya hivyo. Lakini pia tunapoingia katika mfungo mosi, kuna fadhila ya sunna ya kufunga siku 6 zile ambazo hadithi nyingi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimekuja zikituhimiza sisi kufunga mwezi wa mfungo mosi, hasa katika zile siku 6, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana, yoyote mwenye kufunga Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatilia funga ya siku 6 za mwezi wa Shawwali, nini, kana lahu kasiyami dar, inakuwa kwake yeye kama vile amefunga mwaka mzima. Kwa nini kuwe na fadhila za kufunga mwaka mzima kwenye kufunga siku 6 tu? Angalia, Ramadhani na baraka, tunafunga Ramadhani nzima, kuna mtu anapeperuka, anapasika nini, lakini kwa siku 6 tu, ile kufunga siku 6 tu, walangu shughuli yake pevu. Kwa nini? Kwa sababu ile baraka ya Ramadhani inakuwa ishaondoka. Kwa hiyo pale unapambana kiume kweli, yani kwa kama siku 6 unapambana kikweli kweli. Ndio maana Allah Subhanahu akatulingishia, akatuwekea kwamba ujira mkubwa wa kufunga siku 6 kama vile tumefunga mwaka mzima. Kwa hiyo kule hali tujitahidi ndugu zangu kudumu katika ibada, kusoma Qur'ani, swala za usiku, kufunga sunna Jumatatu, Alhamisi na zile 13, 14, 15, lakini pia vile vile tuendelee kutoa sadaka zakatul fitri, lakini pia vile tutoe tufunge siku 6 za mwezi wa Shawwali. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefikia lengo la Mungu ambalo Allah Tabaraka Taala
amelitaka na amesema ndani ya kitabu chake kwenye aya iliyopo ndani ya sura Bakara, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu unapatikaniwa kwenye ibada hizi ambazo tumeelekezana hivi punde. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.